Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 28 Julai mwaka 2026, na vile vile tutaletea mkusanyiko wa habari muhimu za mchana huu zikiangazia maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa nchi, siasa, afya pamoja na matukio mengine muhimu yanayoendelea ndani ya taifa na katika ukanda wetu. Vile vile tutakufahamisha kuhusu mapigano mapya kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo katika wilaya ya Masisi. Viongozi wa kimila wa Beni na Lubero wanaotaka hatua za haraka dhidi ya ADF na makundi yenye silaha. Ziara gavana wa kijeshi wa Ituri katika vituo vya ukaguzi wa afya ili kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola, pamoja na habari nyingine muhimu kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Telo Jalonga na kukaribisha kushirikiana nao katika dakika chache hizi za habari, ambapo ningekusihi kuendelea kwa pamoja na sisi mwanzo hadi mwisho. Vile vile naendelea kukumbusha kwamba Kivu News Info tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kweme, vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Basi karibu tuanze habari tukiwa pamoja. Mapigano makali yanaendelea kushuhudiwa katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini kati ya waasi wa M23 na makundi mbalimbali ya wazalendo, hali inazidi kuzorotesha usalama wa maisha ya wananchi katika eneo hilo. Tangu Jumatatu tarehe 24 Julai, maeneo kadhaa kusini mwa Masisi yamegeuka kuwa uwanja wa mapambano, huku milio ya risasi na silaha nzito ikiendelea kusikika mchana na usiku. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yalianza katika maeneo Kibabi ya kwanza na Kibabi ya pili kabla ya kusambaa kuelekea vijiji vingine vilivyoko ndani ya utawala wa kimila wa Bahunde. Hadi asubuhi ya Jumatatu, milio ya silaha nzito na nyepesi ilikuwa bado inasikika katika vilima vinavyozunguka vijiji vya Kasoko, Mushebere pamoja na maeneo jirani ndani ya kundi la Ufamadu ya kwanza, yanaonyesha kuwa hali ya mapigano bado haijatulia. Mashahidi waliopo katika eneo hilo wamesema kwamba mapigano yameongezeka kwa kasi siku ya Jumamosi na Jumapili, ambako pande zote zilifanya mashambulizi ya kujibu mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya kimkakati. Watu wengi wanaendelea kujifungia majumbani mwao, huku wengine wakilazimika kukimbia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi ili kuokoa maisha yao. Kwa mujibu wa taarifa hizo, waasi wa M23 walifanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na makundi ya wazalendo, yakiwemo kundi la Lamuka linaloongozwa na Noah Machano chini ya uongozi wa kamanda, pamoja na kundi la Pareko linaloongozwa na Mutayomba Chamse. Makundi haya ya wazalendo yamekuwa yakijipanga kusambaa kwa ushawishi wa M23 katika sehemu mbalimbali za Masisi na maeneo jirani. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kwa kurejea kwa mapigano hayo kunafuata matumaini yaliyokuwa yameanza kujitokeza baada ya kipindi cha utulivu wa muda mfupi kilichoshuhudiwa katika eneo hilo. Wakazi walikuwa wameanza kurejea katika shughuli zao za kawaida, sasa wanalazimika tena kukimbia kusimamisha shughuli zao kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Athari za mapigano haya yameanza kuonekana wazi kwa wananchi. Shughuli za biashara zimepungua kwa kiasi kikubwa, masoko mengi hayafanyi kazi kama kawaida, wakulima wakishindwa kwenda mashambani kwa kofia usalama wao. Pia usafiri kati ya vijiji mbalimbali umeathirika, jambo linalozidisha ugumu wa upatikanaji wa chakula na huduma nyingine muhimu kwa wananchi. Viongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo wanaamini kuwa mashambulizi mapya ya waasi wa M23 yana lengo la kuondoa wapiganaji wa wazalendo kutoka katika maeneo wanayodhibiti ili kuimarisha ushawishi wao wa kijeshi. Vyanzo vinaeleza kuwa waasi wanataka kuongeza udhibiti wao katika maeneo muhimu ya Rubaya na Ngungu, ambayo sasa ni muhimu mkubwa wa kiuchumi na kimkakati. Rubaya ni moja ya maeneo yenye migodi mikubwa ya madini, hususan madini yanayotumika katika teknolojia mbalimbali duniani. Kutokana na utajiri wa madini, eneo hilo limekuwa likigombaniwa kwa muda mrefu na makundi yenye silaha. Ngungu na upande wake ni kituo muhimu cha biashara cha mawasiliano kinachounganisha maeneo kadhaa ya Masisi na wilaya nyingine za Kivu Kaskazini, linafanya kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi na kiuchumi. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa udhibiti wa Rubaya na Ngungu unaweza kuwa upande utakushikilia faida kubwa katika harakati za kijeshi, pamoja na uwezo wa kudhibiti njia muhimu za usafirishaji wa bidhaa na watu wa eneo hilo. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota, familia nyingi zimeanza kuyama makazi yao huku zikikimbia mapigano na wengine wakitafuta hifadhi katika vijiji vya jirani. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa endapo mapigano yataendelea kwa siku nyingi zaidi, idadi ya watu wanahitaji msaada ya chakula na matibabu na makazi itaongezeka kwa kiwango kikubwa. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo. Mamlaka za eneo hilo pamoja na mashirika ya kibinadamu yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama, huku vikitoa
wito kwa pande zote zinazohusika kulinda maisha ya raia na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Mapigano yanaendelea kuongeza mateso kwa wananchi wa Kivu Kaskazini ambao kwa zaidi ya miongo miwili wanaendelea kuishi katika mazingira ya vita, ukosefu wa usalama na kuhama makazi yao mara kwa mara kutokana na migogoro ya makundi yenye silaha. Wananchi wengi wanaendelea kutamani kurejea kwa amani ya kudumu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida na kujenga upya maisha yao. Takriban familia 110 zimebaki bila makazi kufuatia moto mkubwa ulioteketeza nyumba kadhaa katika mtaa wa Chai uliopo katika Municipal Bagira mjini Bukavu mkoani Kivu Kusini. Tukio limetokea Jumapili tarehe 26 Julai majira saa 10:30 jioni na kuacha wakazi wengi wakiwa hawana pa kuishi huku wakipoteza mali zao zote. Habari imethibitishwa na mkuu wa mtaa wa Chai Alimani Didone ambaye amesema moto huo usababisha uharibifu mkubwa na kuathiri familia nyingi ambazo sasa zinahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa karibu na eneo la tukio, chanzo cha moto kinadaiwa kuwa ni sufuria ya maharagi iliyoachwa jikoni ikiwa bado iko juu ya moto wakati kwenye nyumba waliokuwa wameondoka kufanya shughuli nyingine. Moto ulianza polepole kabla ya kusambaa kwa kasi kutokana na ukaribu wa nyumba nyingi na vifaa vinavyoweza kushika moto kwa haraka. Ndani ya dakika chache moto ulienea kutoka nyumba moja hadi nyingine na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wananchi walijaribu kwa nguvu zote kuzima moto huo kwa kutumia maji na vifaa vya kawaida, lakini juhudi hizo hazikutosha kutokana na ukubwa wa moto uliokuwa ukiongezeka. Kwa mujibu wa tathmini ya awali iliyotolewa na rais wa Siza Kiria katika kitengo kidogo cha Chai Shukuru Lekwa, ndani jumla ya nyumba 16 ziteketea kabisa na kubaki majifu. Nyumba nyingine kadhaa zilazimika kubomolewa kwa makusudi ili kuzuia moto usiendelee kusambaa katika maeneo mengine ya makazi. Ingawa kuna vifo kilichoripotiwa hadi sasa, hasara ya mali ni kubwa sana. Familia nyingi zimepoteza samani, nguo na vyombo vya ndani, chakula, fedha pamoja na nyaraka nyingine muhimu. Wananusurika kwa kutoka nje wakiwa na nguo walizokuwa wamevaa pekee bila kufanikiwa kuokoa mali zao. Wakazi walioathirika wanasema wamejikuta katika hali ngumu, wakilazimika kulala kwa majirani kwenye makanisa au katika maeneo ya wazi huko wakisubiri msaada kutoka kwa serikali au mashirika ya kibinadamu. Watoto na wazee ndio ni miongoni mwa walioathirika zaidi na janga hilo. Katika tukio hilo, gari la zimamoto lilifika eneo la tukio likiwa limechelewa, jambo lilozua hasara kubwa kwa wananchi walikuwa wakishuhudia nyumba zao zikiteketea. Kutokana na kuchelewa huko, baadhi ya wakazi walishambulia gari hilo kwa kulipiga mawe, wakaonyesha kutokuridhishwa na namna huduma za dharura zinavyochelewa kufika. Viongozi wa jamii wanasema kwa kuchelewa kwa huduma za zimamoto kunachangia kuongezeka kwa ukubwa wa uharibifu. Wametaka serikali kuboresha mfumo wa huduma za utoaji na ili matukio kama hayo yaweze kushughulikiwa kwa haraka ili kuzuia hasara kubwa zaidi siku zijazo. Siza Kiria katika mtaa wa Chai zimetoa wito kwa mamlaka za serikali, mashirika ya misaada na watu wenye mapenzi mema kujitokeza kuwasaidia waathirika hao. Zinahitaji msaada wa haraka wa chakula, mavazi, magodoro, blanketi, vifaa vya nyumbani pamoja na makazi ya muda kwa familia zilizopoteza kila kitu. Wakati huo viongozi wa eneo wamehimiza wananchi kuwa uangalifu zaidi wanapotumia moto majumbani, kuhakikisha hawaziachi sufuria au vifaa vya kupika bila uangalizi ili kuepusha majanga kama hayo ambayo yanaweza kusababisha hasara kubwa kwa maisha na mali za wananchi. Janga linaongeza orodha ya changamoto zinazokabili wakazi wa Bukavu, huku familia zaidi ya 110 sasa zinahitaji msaada wa dharura kurejea katika maisha ya kawaida baada ya kupoteza makazi na mali zao kutokana na moto huo mkubwa. Viongozi wa kimila kutoka maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini wanaeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika wilaya Beni na Lubero. Katika mkutano wao uliofanyika Jumapili tarehe 26 Julai mjini Beni, viongozi walitoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka za kijeshi na kisiasa ili kukomesha mauaji ya raia, vitendo vya unyanyasaji na vinavyofanywa na makundi yenye silaha pamoja na migogoro ya ardhi yanayohusisha hifadhi ya taifa ya Virunga. Mkutano ulikutanisha takriban viongozi 10 wa kimila walio chini ya muungano wa kitaifa wa viongozi wa kimila wa Kongo Wanateke. Katika tamko lao la pamoja walieleza kwa hali ya usalama katika eneo la Grand Nord ya Kivu Kaskazini endelea kuwa mbaya licha operesheni mbalimbali za kijeshi zinazoendelea dhidi ya makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa viongozi hao, tatizo kubwa linaloendelea kutishia maisha ya wananchi ni mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na kundi la Defe, hasa katika maeneo ya kusini mashariki mwa wilaya ya Beni. Walisema kwa raia wengi wasiokuwa na hatia wameendelea kuuawa katika vijiji mbalimbali, huku familia zikilazimika kuyama makazi yao kwa kufia mashambulizi mapya. Bana vitendo vya Defe, viongozi wanaeleza kuwa baadhi ya makundi yanayojitambulisha kama wazalendo yamekuwa yakijihusisha na vitendo vya kukusanyaji vya unyanyasaji dhidi ya wananchi. Kwa mujibu wao, makundi yao yanatoza wananchi fedha
kuwatekeleza kwa nguvu, kuwanyang'anya mali na kuwaweka vizuizi katika maeneo mbalimbali yale ambayo imewafanya wakazi wengi kuishi katika mazingira ya hofu na mateso ya kila siku. Katika tamko hilo, viongozi wa kimila walisema wananchi wamegeuzwa kama chanzo cha mapato kwa makundi yao yenye silaha kutokana na kodi zisizo halali, vitisho na vitendo vya uporaji vinavyoendelea kufanywa dhidi ya raia. Jambo lingine linaloibua ni migogoro wa muda mrefu kuhusu mipaka hifadhi ya taifa la Virunga. Viongozi wao wanasema kuwa kutokuwepo kwa ufafanuzi wa mipaka hiyo kumesababisha migogoro mara kwa mara kati ya wakazi na mamlaka zinazohusika na hifadhi hiyo. Walisema hali imechangia kukamatwa kwa wananchi kwa njia wanazodai si za haki, kupotea kwa maisha ya baadhi ya watu, pamoja na kuzuiwa wakulima kuendelea na shughuli zao katika mashamba ambayo yamekuwa yakitegemea kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa viongozi wao, changamoto hizo zimeathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi wa Beni na Lubero ambao tayari wamechoshwa na miaka mingi ya migogoro ya silaha, ukosefu wa usalama na kuhama makazi yao mara kwa mara. Akisoma tamko la muungano wao, Mwami Kapupu Askapu ambaye ni mkuu wa kundi la Batangi Mbau alisema kwa viongozi wa kimila wanalahani kwa nguvu zote kuendelea kwa mauaji ya raia wanaofanywa na magaidi wa ADF. Alisisitiza kuwa ni wakati wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza nguvu katika operesheni zake ili kuwasaka wapiganaji wao katika maeneo yote yanayojificha na kuhakikisha wanatokomezwa kabisa. Viongozi walipendekeza kuongezwa kwa idadi ya wanajeshi katika vijiji na miji inayokabiliwa na vitisho vya mara kwa mara ili wananchi waweze kurejea katika maisha yao ya kawaida bila hofu ya kushambuliwa. Kuhusu makundi ya wazalendo, viongozi wa kimila walitaka serikali kuyatambua rasmi makundi yote yanayojitambulisha kwa jina hilo, kuyafuatilia kwa karibu na kuhakikisha yanaongozwa kwa mujibu wa sheria ili kuwazuia watu wenye nia mbaya kutumia jina la wazalendo kufanya uhalifu dhidi ya wananchi. Anataka pia kutoa mapendekezo ya wananchi wa maeneo ya Beni na Lubero inawataka kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaoshirikiana na makundi yenye silaha ili kusaidia kuimarisha usalama katika jamii hii. Kwa upande wa serikali kuu, viongozi wao walimwomba makamu waziri mkuu anayesimamia Wizara ya Ulinzi wa Taifa kutoa msaada moja kwa moja kwa viongozi wa kimila, wakisema wao ndio wanakutana hana kuona na changamoto za wananchi mara kwa mara na mara nyingi hawana mashahidi wa kwanza wa matukio ya ukosefu wa usalama. Walisema kwa viongozi wa kimila wana nafasi muhimu katika kuhimiza amani, kupatanisha jamii na kutoa taarifa muhimu kuhusu hali ya usalama katika maeneo yao. Kwa sababu hiyo alitaka ushirikiano wa karibu zaidi kati ya serikali, jeshi na viongozi wa kimila ili kurejesha utulivu katika Beni, Lubero na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Tamko hilo limekuja wakati ambako wilaya za Beni na Lubero zinaendelea kukabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara makundi yenye silaha yanayochangia ongezeko la vifo vya raia, uharibifu wa mali na kuendelea kwa wimbi la watu wanaokimbia makazi yao wakitafuta usalama katika maeneo mengine. Viongozi wa kimila wanaamini kuwa hatua za haraka na ushirikiano wa wadau wote ndio njia pekee ya kurejesha amani ya kudumu katika ukanda huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri Jenerali Meja Kasongo Murumba Gabi amefanya ziara kushtukiza katika vituo vitatu vya ukaguzi wa afya vilivyopo Shari, Muzimbala na Ndele, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa bora pamoja na magonjwa mengine ya mlipuko unaotishia afya ya wananchi wa mkoa huo. Ziara ilifanyika siku ya jana Jumatatu 17 Julai imelenga kukagua namna vituo hivyo vinavyotekeleza hatua za kinga, kuwapa moyo wa huduma wa afya wanaofanya kazi katika maeneo hayo na kuhamasisha wananchi kuendelea kuheshimu masharti yote ya kuzuia maambukizi ya magonjwa ya mlipuko. Katika ziara hiyo, Gavana Kasongo aliambatana na viongozi wakuu wa sekta afya akiwemo Profesa Auka, mratibu wa shughuli za kukabiliana na Ebola katika eneo la Ituri, Daktari Marcele Loya ambaye ni mkuu wa kitengo cha afya cha mkoa, pamoja na Daktari Teofile Ponda anasimamia vituo vya kuingilia na ukaguzi wa afya. Pia alifuatana mwenyekiti wa kundi la wabunge wa Ituri Furauma pamoja na maafisa waandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara baada ya kuwasili katika vituo hivyo, gavana hakubaki kwa kuwa mtazamaji. Alishiriki mwenyewe katika utaratibu wote wa ukaguzi kama raia wa kawaida. Alinawa mikono mbele ya wananchi, alipimwa joto la mwili na kufanyia uchunguzi wa wale wa kiafya kama ilivyo kwa wasafiri wote waliokuwa wakipita katika vituo hivyo. Ataonekana kwa ishara muhimu ya kuonyesha kuwa sheria za afya zinapaswa kuheshimiwa na kila mtu bila kujali cheo au nafasi alionayo serikalini. Kwa kufanya hivyo hadharani, gavana alipata kuwapa wananchi ujumbe kwamba hakuna mtu aliyejua kanuni za kulinda afya ya jamii hii.
Akizungumza na madereva, wasafiri, wanajeshi pamoja na wananchi waliokuwa katika maeneo hayo, General Kasongo anasema kila mtu anayepita katika vituo vya ukaguzi vilivyowekwa kwenye barabara mbalimbali za Ituri anapaswa kusimama na kukubali kufanyiwa uchunguzi na timu za wataalamu wa afya. Atiza kwa hatua hiyo ni adhabu. Alisisitiza kuwa hatua sio adhabu wala usumbufu kwa wananchi, bali ni njia muhimu ya kulinda maisha ya watu wote dhidi ya kuenea kwa Ebola na magonjwa mengine ya mlipuko. Kwa mujibu wake, usalama wa kiafya ni sehemu muhimu ya usalama kwa taifa na kila mwananchi ana kwa wajibu la kushiriki katika kuhudumisha. Mamlaka za afya zinaeleza kwa vituo vya ukaguzi vya afya vina jukumu muhimu katika kugundua mapema wagonjwa wanaoweza kuwa na dalili za Ebola. Kupitia kunawa mikono, kupimwa joto la mwili na uchunguzi wa awali, wahudumu wanaweza kubaini haraka watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi na kuwapeleka kwenye uchunguzi wa kina kabla ugonjwa ujenea kwa watu wengine. Wataalamu wa afya wanaamini kuwa kugundua wagonjwa mapema ni moja ya njia muhimu zaidi katika kuvunja mnyororo wa maambukizi na kuzuia mlipuko mkubwa ndani ya jamii hii. Kwa upande wake, Profesa Uka pamoja na Daktari Theophile Pondo walihakikishia gavana kuwa vituo vyote vya ukaguzi vilivyowekwa katika mkoa wa Ituri vinaendelea kufanya kazi bila kusimama. Walisema wahudumu wa afya wapo kazini muda wote na vifaa muhimu vya kufanyia uchunguzi vinapatikana katika vituo hivyo. Waliongeza kuwa shughuli hizo zinaendelea kunufaidika na msaada wa kitaalamu kutoka kwa taasisi mbalimbali zinazoshirikiana na serikali, zikiwemo taasisi za uhifadhi wa mazingira Kongo, kituo cha kudhibiti magonjwa ya Afrika pamoja na shirika la kimataifa la uhamishaji, ambazo zinaendelea kusaidia kupatikana kwa vifaa, mafunzo na utaratibu wa mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Gavana Kasongo pia alitoa wito kwa viongozi wa kimila, viongozi wa dini, viongozi wa serikali na za mtaa, wanajeshi na wananchi wote kushirikiana na wadau wa afya ili kuhakikisha hatua za kinga zinaendelea kuheshimiwa katika sehemu hiyo ya mkoa wa Ituri. Aliwahimiza wananchi kujenga utamaduni wa kusimama katika vituo vya ukaguzi, kunawa mikono kama kila mara, kubali kupimwa joto la mwili na kutoa taarifa mapema wanapoona mtu mwenye dalili zinazoweza kuashiria ugonjwa wa Ebola au magonjwa mengine ya kuambukiza. Alitoa wito kwa wakazi wote wa Ituri kuendelea kuwa waangalifu kila siku kwa kufanya tahadhari dhidi ya Ebola kuwa sehemu ya maisha yao ya kawaida, akisisitiza kwamba kinga ndiyo njia bora zaidi katika kulinda afya ya jamii na kuzuia maafa yanayoweza kusababishwa na ugonjwa huo wa mlipuko. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kukamatwa kwa mmoja wa viongozi wanaofuatwa na kundi la uasi la Mobondo anajulikana kwa jina la Utani Odom pamoja na walinzi wake 7 katika operesheni maalum ilifanyika usiku wa tarehe 25 kuelekea tarehe 26 Julai katika eneo la Kwamuti mkoani Mai-Ndombe. Kwa mujibu wa jeshi, kukamatwa kwa kiongozi huyo kunatajwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za kurejesha usalama katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha na vitendo vya ukatili dhidi ya raia. Taarifa zinaeleza kuwa Odono alikuwa mwanachama wa zamani wa uasi wa Mobondo pamoja na mmoja wa wafuasi wa karibu wa kiongozi anajulikana kwa jina la Cobra. Baada ya kujitenga na kundi hilo, alianzisha harakati zake binafsi za kijeshi katika eneo la Luwani na ndani ya shamba kubwa katikati ya wilaya ya Kwamuti. Katika eneo hilo, Odono alijijengea nguvu za kijeshi na kudhibiti baadhi ya vijiji vya kutumia vitisho na mashambulizi dhidi ya wananchi. Wakazi wengi ambao ni wakulima walikuwa wakiishi katika hofu kutokana na vitendo vya uporaji, unyanyaji, mateso, ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu uliokuwa ukihusishwa na kundi lake. Kwa mujibu wa jeshi, kabla operesheni hiyo, serikali kupitia waziri mjumbe anashughulikia ulinzi wa taifa Eliezer Tambwe alikuwa ametoa wito kwa wapiganaji wa Mobondo kuweka chini silaha na kujiunga na mpango wa kujisalimisha na kurejea katika maisha ya kiraia. Hata hivyo, Odo alikataa mwito huo na kuendelea na shughuli zake za kijeshi. Kutokana na msimamo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ilipanga operesheni maalum iliyotekelezwa usiku wa tarehe 25 kuelekea tarehe 26 Julai. Katika operesheni hiyo, mwanajeshi alifanikiwa kumkamata Odan akiwa pamoja na walinzi wake 7 bila kutoa taarifa za mapigano makubwa au madhara kwa raia. Kwa sasa watu wote 8 wanakamatwa wanashikiliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi wa kina. Jeshi linasema uchunguzi unalenga kupata taarifa muhimu kuhusu mtandao wa kundi hilo, maeneo ya maficho ya wapiganaji wengine na njia ya upatikanaji wa silaha pamoja na washirika wao. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi huo wa awali, watuhumiwa wao wanatarajiwa kuhamishwa mjini Kinshasa ambako wataendelea kushughulikiwa na vyombo vya sheria vinavyohusika. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya jana Jumatano tarehe 27 Julai, msemaji wa operesheni za kijeshi katika eneo hilo, Kapteni Antoni Mulashai, alisema kuwa FARDC inaendelea na operesheni zake hadi kuhakikisha wapiganaji wote wa Mobondo waliobaki wanatiwa mbaroni au wanajisalimisha silaha zao. Alisema kwa jeshi litapunguza kasi ya operesheni zake hadi pale usalama wananchi wa Kwamuti
kurejeshwa kikamilifu. Kwa mujibu wake, lengo kuu la kumaliza kabisa vitendo vya uhalifu na mashambulizi ambayo kwa miaka mingi yaendelea kuhatarisha maisha ya wakazi wa eneo hilo. Kapteni Mulushai pia aliwataka wananchi kuendelea kushirikiana na vikosi vya ulinzi kwa kutoa taarifa kuhusu maficho ya watu wenye silaha, mienendo yote inaweza kuhatarisha usalama wa jamii hii. Alisema ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama ni muhimu kufanikisha operesheni hizo. Kwa muda mrefu eneo la Kwamuti limekuwa likikabiliana na migogoro ya kiusalama inayosababishwa na kundi la Mobondo. Mashambulizi ya kundi hilo yamesababisha vifo vya watu wengi, uharibifu wa mali, kuchoma kwa vijiji na maelfu ya wakazi kulazimika kukimbia makazi yao. Mamlaka zinaamini kwa kukamatwa kwa Odo ni hatua kubwa katika kuzofisha uwezo wa kundi hilo kufanya mashambulizi. Hata hivyo, jeshi linasema operesheni za kuwasaka wapiganaji wengine zitaendelea hadi pale amani na utulivu wa kudumu utakapopatikana katika eneo lote la Kwamuti na sehemu nyingine zinazoathiriwa na shughuli za Mobondo. Na ni kupitia hapa ndipo tunatimisha matangazo yetu ya mchana wa leo kwa tarehe 18 Julai mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunashukuru sana kwa kutufuatilia na kuendelea kutuamini kama chanzo chenu cha habari za kuaminika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, basi tunawatakia mchana mwema wenye amani, afya na mafanikio tele katika shughuli zenu za kila siku. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na kujiunga na channel yetu ya YouTube Kivu News Info ili wa kwanza kupata habari mpya kila wakati zinapotokea. Vile vile naendelea kukumbusha kwamba Kivu News Info tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mimi ni Teloje Longa, asante sana kwa kuwa nasi na tutakutana tena katika taarifa zetu zijazo. Vile vile Mwenyezi Mungu aendelee kubariki na ilinde na ibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.